Tupo katika somo letu. Acha tuangalie hichi kipengele cha tatu tulichokuwa tumeweza kukubaliana kwamba tutaweza kukiongelea, na kipengele hiki ambacho tutakachoweza kukiongelea tulizungumza kwamba ni mavuno yanayohudumia kondoo waliopotea wa Israeli, na hili swala nimekuwa nikiliongelea mara kadhaa tunapokuwa tukiweza kutazama katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 9 ile verse ya 35, 36, 30 na mpaka kwenye 39 hivi. Hii tunaona Yesu anaongea jambo la ajabu sana kama tulivyokwenda kuona katika utangulizi na katika episode ya kwanza na katika episode ya pili. Acha niweze kusoma hapa tuangalie kile ambacho Yesu aliwaambia hawa watu wa Israeli. Anaambia, mwombeni Bwana wa mavuno atume watendakazi katika mavuno yake, katika verse ya 38. Kwa hiyo utaona kwamba katika umati huu ambao Yesu alikuwa akiongea na hawa taifa la Israeli, ni taifa la Israeli la watu ambao walikuwa wametawanyika, ni watu ambao walikuwa wanaishi kama vile kondoo waliopotea. Ndio maana Yesu akasema kwamba mavuno ni mengi, mwombeni Bwana wa mavuno atume watendakazi katika mavuno yake. Usisahau hizi sentensi za Yesu. Yesu anasema mavuno yake, na tukasema mavuno ni watu wa Mungu. Usisahau hilo, tuliliongelea hilo, tukasema kwamba mavuno ni watu wa Mungu, mavuno ni taifa la Mungu, mavuno ni watu ambao wako tayari kwa ajili ya kuweza kumtumikia Kristo. Mavuno ni watu ambao wamejitoa kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mungu. Na ukiangalia katika Mathayo 15 na verse yake ya 6, katika episode ya kwanza na episode ya pili tuliweza kuongelea hili maagizo ya Yesu kwa taifa la Israeli. Tuliweza kuliongelea hili, akawaambia msiende katika njia ya mataifa wala msiingie katika mji wowote wa Samaria, lakini badala yake nendeni kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa uhalisia nyumba ya Israeli ilikuwa sawa na Wayahudi wa wakati huo. Kwa hiyo hapa kuna vitu ambavyo tunavyokwenda kuvisoma ili kwamba tuweze kuvielewa. Mavuno yanahudumia kondoo waliopotea wa Israeli. Kwa nini mavuno yaweze kuhudumia kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea? Ukiangalia pia katika Luka sura yake ya 10, Yesu aliweza kuwatuma wale 70 katika maeneo mbalimbali, akiwaambia, akawapatia amri. Hivi vitu vyote tuliweza kuviona katika wakati huu, katika hizi nyakati, katika picha hii halisi tunayoendelea kuishi ndani. Tunahitaji kuona mavuno yakipatikana katika mataifa yote. Ukiangalia katika hii sura ya 10 ya Mathayo, anawaambia msiende katika njia ya mataifa. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuwaendea kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea, na hili swala tumeweza kuliona mara kadhaa pale tulipokuwa tukiongea kwamba hawa kondoo wa nyumba ya Israeli waliotawanyika, hawa ni wale watu ambao walikuwa wametawanyika, ni taifa la Israeli ambao walikuwa wamechoka, umati wa watu ambao walikuwa wametawanyika, ni kondoo ambao walikuwa wamekosa mchungaji. Lakini hapa kuna vitu ambavyo ninataka niweze kukuelekeza. Hili kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli ni mamilioni, ni mamilioni yasiyohesabika ya waumini katika Kristo ambao wamefungwa katika madhehebu ya kidini ya Kikristo na huduma ya makanisa yanayojitegemea. Kwa maana hiyo, hili hapa nimeweza kuliandika ili kwamba liweze kukusaidia. Acha tena niweze kulirudia ili kwamba uweze kupata picha halisi ambayo ikaweza kukusaidia. Kwa hiyo hapa nimeandika hivi kwamba katika muktadha wa mwisho wa wakati, kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli ni mamilioni yasiyohesabika ya waumini katika Yesu
ambao wamefungwa katika madhehebu ya kidini ya Kikristo na huduma ya makanisa yanayojitegemea. Wametawanyika na wamechoka wamechoka kama kondoo wasio na mchungaji. Kwa kweli mavuno ni mengi, lakini wafanyakazi ni wachache. Huduma nyingi zinahitajika ili kufikisha kanisa kwenye ukomavu. Na nikasema wakati wa mavuno. Kwa nini niliandika haya maneno? Na nimeandika haya maneno kwamba ili yaweze kukusaidia na uweze kuelewa kile ambacho ninachohitaji kukiongea. Na ndio maana nikasema kwamba kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli ni mamilioni yasiyohesabika ya waumini katika Yesu ambao wamefungwa katika madhehebu ya kidini ya Kikristo. Nataka kumaanisha nini? Nataka kumaanisha tu kwamba watu wengi wapo kwenye madhehebu wanaamini na wanakubali kwamba mahali walipo wapo mahali sahihi. Wao wanaamini kwamba mahali ambapo wapo mahali ambayo ni sahihi. Kwa hiyo madhehebu haya yamekuwa na watu wengi ambao wamepotelea humo, kwamba watu wako humo lakini wamepotelea humo. Na leo utakwenda kuona wimbi la madhehebu mengi, na kila dhehebu wao wakisimama wanasimama katika nafasi ya kuwa na imani ya kuabudu katika Kristo. Lakini ukiangalia mafundisho yao, imani yao na mwelekeo wanaokwenda kufanya ili kupeleka watu katika kile ambacho Kristo amekusudia watu waweze kufika, inakuwa ni tofauti kabisa. Maana yake nini? Maana yake nataka nikuonyeshe jambo ambalo kwamba watu kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, hawa watu ni wa Kristo, kwa sababu wote tumeamini katika baba yetu ambayo ni Ibrahim. Wote tumebatizwa katika ubatizo wa baba yetu Ibrahim, na kama wote tunakubaliana kwamba tumebatizwa katika ubatizo wa baba yetu Ibrahim, maana yake ni kwamba tunakubaliana. Narudia tena kusema ni kwamba tunakubaliana kwamba madhehebu ya leo ya kidini yameweza kuficha watu wengi sana huko, ambapo inapokwenda kuwaficha katika hizo tamaduni, katika hizo mila, katika mambo ya kujitungia, hawa watu wamefika mahala ambapo mavuno haya yanashindwa kuhudumiwa. Mavuno haya yanashindwa kufikia ukomavu, kwa sababu ili mavuno yaweze kupatikana inahitajika kupatikane mavuno yaliyopandwa, na yale mavuno yaliyopandwa yawe ni mavuno ambayo yamefanyiwa na nafasi ya kuweza kuchepuka, kwa sababu mavuno yanapopandwa na yakakutana na majani yale mavuno yanakuwa yanashindwa kuchipuka, ile mimea inakuwa inashindwa kuchipuka. Shida tulio nayo leo, ambao nimekuwa nikiiona mara kadhaa, ni imani tulizo nazo ambazo hazitokani na kile ambacho mitume na Kristo walikuwa wakiweza kukifundisha ili watu waweze kukiishi. Kwa hiyo tukiangalia kabisa, kwa kweli mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Shida siku zote huwa napenda kuambia watu kwamba kwenye madhehebu yetu shida sio waumini, shida ni viongozi. Ni kwamba viongozi wanafundisha nini, kwa sababu viongozi ndio wanaostahili kuwafikisha watu kwenye mavuno. Tukubaliane kwamba tufike mahala tuone kwamba mavuno haya tulio nayo, aidha hiki tunachokiongelea kuhusiana na mavuno ndo ukweli, ndo hali sahihi ambayo inahitajika leo katika ulimwengu tulio nao. Kwa hiyo hatuna haja ya kutofautiana, na ndio maana Kristo akasema kila pando ambalo Baba hajalipanda lazima ling'olewe. Kwa nini ling'olewe? Kwa sababu linaweza likaleta mavuno ambayo hayatokani na Mungu. Linaweza likaleta mavuno ambayo hayatokani na Baba. Ndio maana akasema kila pando ambalo Baba hajalipanda lazima liweze kung'olewa. Kwa hiyo fundisho ambalo halitokani na Baba, hilo linatokana na Shetani.
Na ndio maana ninakuwa na desturi ya kuweza kuambia watu kwamba mtu yoyote anayefundisha mafundisho ambayo hayatokani na Agano Jipya, huyo mtu anakuwa ni adui wa Mungu, anatengeneza uadui na Mungu, kwa sababu anafundisha kile ambacho Mungu hajakibeba kwenye moyo wake. Na walimu wanastahili kufundisha kile ambacho Mungu mwenyewe amekibeba kwenye moyo wake. Naomba unisikilize mpendwa. Kwa hiyo mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Kwa hiyo mavuno, watu wengi hawajafikiwa. Kristo anahitaji watu waweze kufikiwa. Shida ni kwamba wale watu watakaokwenda kuwafikia hao watu watakaokwenda kufikia mavuno. Usisahau ninapoongelea mavuno, mwanzoni nilikwambia kabisa kwamba mavuno ni watu wa Mungu. Kwa hiyo wanaohitaji kuwafikia haya mavuno, hawa watu wa Mungu ni hawa watendakazi. Sasa hawa watendakazi wamekuwa ni wachache, ambapo watu wanahitaji kuomba Bwana wa mavuno ili aweze kutuma watendakazi. Na kwa nini watendakazi? Kwa sababu waweze kuhudumu kwa ajili ya mavuno. Na Kristo mwenyewe anasema kwa ajili ya mavuno yake, hajasema kwa ajili ya mavuno yako. Kwa hiyo usitengeneze taswira ya kuona kwamba waumini waliopo pale, wale watu wa Mungu, imekuwa ni mali yako. Watu si mali yako. Kristo amesema jambo ambalo ni la ajabu sana, akasema watu wake. Mwombeni Bwana wa mavuno atume watendakazi katika mavuno yake. Mavuno yake, mavuno ni ya Mungu. Shida tumekuwa nayo ni kwamba tumeshindwa kufundisha kile ambacho Mungu amekibeba kwenye moyo wake. Tunafundisha kile ambacho tunahitaji watu waweze kusikia. Watu leo wamekuwa na mambo mengi, watu wamekuwa na sarakasi nyingi sana. Watu wamekuwa wakisikiliza kile ambacho wao wanakitaka kukisikiliza, lakini kusikia kile ambacho kimetoka kwenye moyo wa Mungu imekuwa shida. Kwa hiyo wapendwa katika Kristo, acha tuweze kuangalia hili swala katika hali ya kina, ili tuone kwamba hawa watendakazi ambao Kristo anahitaji waweze kufikiwa, waweze kutumwa kwa ajili ya mavuno, ni watendakazi wa aina gani. Lakini pia unakwenda kuona na hapa pia tunahitaji tena kuwahudumia Wasamaria na kisha mataifa. Kwa hiyo kwa nini tuhudumie? Kwa nini hawa watendakazi waweze kuhudumia mataifa na kabla hawajafika kwa mataifa waanze kwa Wasamaria? Na ndio maana tulipokwenda kusoma katika kitabu cha Mathayo 10:5 hadi 6, inasema neno la ajabu sana. Yesu akasema msiende katika njia ya mataifa, wala msiingie katika mji wowote wa Samaria, lakini badala yake enendeni kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo Kristo alipokuwa amekuja, usisahau lengo lake kubwa na taswira yake, alikuwa amelenga taifa la Israeli. Na baada ya hapo taifa la Israeli liliweza kumkataa. Na Paulo ametuweka wazi kwamba baada ya Waisraeli kumkataa ni hatua ipi iliyofuata. Kwa hiyo mataifa wakawa wamepata neema ya kuingizwa katika urithi wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo anasema ni hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Huu ni mwongozo ambao watendakazi, ambao hao wajumbe wanapewa kwa ajili ya kuweza kuyafikia mataifa. Kwa hiyo hebu subiri tuangalie haya maneno machache sana katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu subiri tuangalie. Hapa kuna mambo ambayo mimi nimeweza kuyaandika. Utaweza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza na vesi yake ya 8. Pia utakipata nafasi utasoma Matendo ya Mitume sura yake ya kwanza na vesi yake ya 7. Pia huyo Matendo unaweza ukasoma sura yake ya 8, vesi yake ya 4 mpaka vesi yake ya 5. Pia utasoma Matendo 11, 19 na vesi yake ya 21. Kwa hiyo hapo tuna vitu ambavyo tutakwenda kuviona katika hii episode yetu ya 3 ambayo inaweza ikatusaidia. Hapa nimeandika hivi, kuna maneno machache ambayo nimeandika hapa yanayosema hivi: baada ya ufufuo, Yesu alipokuwa akiwaambia wanafunzi wake kuhusu kuja kwa Roho Mtakatifu, alisema, lakini mtapokea nguvu
akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote, yaani Wayahudi, na Samaria, yaani wa Samaria, na hadi mwisho wa dunia. Kwa hiyo hapa tunakwenda kuona mfumo ambao tunahitaji kuufuata ili kuweza kufikia hawa kondoo wa nyumba ya Israeli waliopotea. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni katika nyumba ya Israeli, kwa sababu watu wengi watu wengi wanaamini kwamba Waisraeli, yani Wayahudi wote ni Wakristo. Hiyo si kweli. Kuna Wayahudi ambao wao hawaamini katika Kristo, wana dini yao ya Kiyahudi, wao wanaishi kwa ajili ya Torati, hawajawahi kuamini injili ya Kristo. Hilo lipo. Sasa kwa mtazamo wa watu wengine, wao wanaamini tu kwamba Wayahudi wote ni Wakristo. Hapana, katika Uyahudi kuna Wakristo na kuna Wayahudi ambao wana dini yao ya Kiyahudi, na wao pia hawataki hata kuusikia Ukristo. Kwa hiyo Yesu anasema kwamba mtakapokuwa mmemalizana na hawa kondoo waliokuwa wamepotea nyumba ya Israeli, kuna kondoo wengine ambao bado wapo katika Samaria, na hawa nao pia inabidi muwafikie. Na baada ya hapo akasema msiishie tu hapo, ni kwamba inabidi muweze kufika katika mataifa. Kwa hiyo anasema nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote. Acha nikwambie kitu ambacho inabidi kwamba uweze kukiweka katika fikra zako utakapokuwa unafuata hili fundisho. Kuna utofauti wa shahidi. Shahidi ni nani? Shahidi ni yule aliyehusika kwenye tukio kwa kuona. Na ndio maana mtu akisema kwamba shahidi anapoitwa mahakamani lazima aweze kushuhudia kile alichokiona. Sasa kama wewe hujakiona, huwezi kushuhudia kwamba uliona, ina maana kwamba wewe sio shahidi. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anasema kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Hawa waliokuwa wanaambiwa kwamba watakuwa ni mashahidi sio sisi. Sisi wa leo sio mashahidi. Sisi wa leo ni wanafunzi. Mashahidi ni hawa walioweza kupata na nafasi ya kuweza kuishi na Kristo, kutembea na Kristo, kulala na Kristo na kula pamoja naye mpaka walipokwenda kushuhudia jinsi mbingu inavyokwenda kumpokea. Ni wale waliokwenda kushuhudia jinsi utukufu wake ulipokuja kumchukua kurudi katika kiti chake cha enzi. Kwa nini nataka nikwambie hivi? Watu wengi wanaamini kwamba sisi leo ni mashahidi, na hata leo kuna watu ambao wanajiita kwamba wao wanaweza kuwa ni mashahidi wa Yehova. Sisi si mashahidi. Shahidi ni yule aliyeliona tukio. Shahidi ni yule ambaye ameshuhudia kwa macho yake, si kwa kuambiwa, sio kwa kusikia. Sisi leo sio mashahidi. Sisi ni wanafunzi ambao tumepokea kutoka kwa mitume. Sisi hatujapokea injili kutoka kwa Kristo. Sisi tumepokea kutoka kwa mitume. Kwa hiyo Kristo anawaambia kwamba ninahitaji nyinyi muweze kwenda kuwa mashahidi kwa kile ambacho mumeweza kukishuhudia, kwa kile ambacho mumeweza kukiona kwa macho yenu, kwa sababu mliweza kuniona, mliweza kunigusa, mkaweza kupapasa. Kwa hiyo kwa kile mlichokishuhudia, nendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo sisi hapa tunakwenda kuonekana si kana kwamba ni mashahidi. Sisi tunakwenda kuishi kama wanafunzi, na kuna hatua. Mwanafunzi anapokuwa amefika mahala akamaliza wanafunzi, anafika mahala naye anakuwa ni mwalimu. Kwa hiyo hatuenendi kwa kadri ya jinsi tunavyoenenda kwa mapokeo na mitazamo ya watu. Tuenende kulingana na kile ambacho maandiko yanatuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Leo tumekuwa na shida kubwa sana ya watu kuweza kufundisha yale wanaokwenda kuhitaji kuyafundisha. Kwa hiyo tuna safari inayotupeleka kwa Wayahudi, tuna safari inayotupeleka kwa Wasamaria,
Tuna safari ambayo inatupeleka ulimwenguni pote. Kwa hiyo kuna mamilioni ya watu ambao bado hawajampokea Kristo na wako tayari kumpokea Kristo, lakini ni watendakazi wapi ambao ni watakaokuwa na ule utayari kwa ajili ya kuweza kufikisha ule ujumbe ambao Kristo anatamani watu waweze kuupokea? Kwa hiyo ambatana nasi katika hili ambalo Kristo anahitaji watu waweze kufikiwa. Lakini hapa chini nikasema, hapa katika hatua ya kwanza ilikuwa kwanza Wayahudi na wanafunzi wa kwanza walimtii Kristo, na ndo lile ambalo nilisema kwamba hawa wanafunzi wa kwanza ambao ndo mitume, hawa ndo walikuwa ni mashahidi, kwa sababu walisikia kutoka kwa Kristo, na kwa sababu walisikia kutoka kwa Kristo na wakamwona Kristo, hawa sasa ndo wakachukua kazi ya kueneza injili huko Yerusalemu. Na ukiliangalia hili katika Matendo sura yake ya kwanza na verse ya 7 utaweza kuliona. Lakini walishindwa kwenda mbali zaidi. Hawa walishindwa kwenda mbali zaidi. Kwa nini? Walishindwa kwenda mbali kwa sababu ukiangalia adha kubwa inaingia katika mji wa Yerusalemu. Viongozi wanaanza kuchinjwa, viongozi wanaanza kuuliwa, kanisa linatawanyika, watu wengine wanaanza kwenda Rumi, watu wengine wanaanza kwenda kwenye mataifa mbalimbali. Na kipindi walipokwenda kule, ghafla wanajikuta kwamba wameingia kwenye adha kubwa, ambapo walikimbia pasipokuwa na viongozi. Na walipokuwa wamekimbia pasipokuwa na viongozi, tunakwenda kuona sasa mfumo wa kiaskofu unaingizwa kanisani. Kwa sababu ukiangalia hili utakwenda kuliona liko wazi kabisa. Unakwenda kuona kama vile wakina wainjilisti, wakina Filipo, wakina nani walipokuwa wameingia kwenye adha kubwa iliyokwenda kuwakumba, mateso ya wahubiri wakauliwa huko, wahubiri wakateswa, wahubiri wakafanyweje. Hapo tunakwenda kuona kwamba wao wanafunzi waliokuwa pamoja na Kristo hawakuweza kwenda mbali. Lakini baada ya hapo wakina Filipo walianza kuingia kule Samaria. Kwa hiyo wanaanza kutekeleza kile ambacho Kristo aliweza kuambia kwamba muanze kuanza Yerusalemu. Kwa hiyo wale mitume wakajikuta kwamba wamekwamia Yerusalemu, na ilikuwa ni wajibu wao kuweza kustay katika Yerusalemu ili waweze kutekeleza kile ambacho Kristo ameweza kuambia. Lakini ghafla tunakwenda kuona hawa baada ya haya mateso wakina Filipo tunakuja kuwaona wanaingia Samaria. Wanashuka kule Samaria katika Matendo ya Mitume sura yake ya 8, 4 na 5 utakwenda kuona hivyo. Na baadhi ya wanafunzi wale walioondoka Yerusalemu kwa sababu ya mateso. Kwa hiyo kuna wale wanafunzi ambao walikuwa chini ya hao wanafunzi, nao pia wakawa wamepenyeza, wakawa wametoroka kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya yale mateso. Wahubiri injili, wakaanza kuihubiri injili huko Foenike na Kupro. Lakini bado walikuwa wakihubiri Wayahudi tu, kwa sababu hizi eneo zote ni Wayahudi ambao walikuwa wamejaa huko. Unaona? Kwa hiyo wakina Filipo wanaingia huko Samaria, lakini bado still na huko Kupro na huko Foenike bado ni Wayahudi ndo ambao bado wamejaa huko. Kwa hiyo tunakuja kuangalia katika Matendo ya Mitume sura yake ya 11 na verse yake ya 19 mpaka 21, hapa ambapo kuna maneno ambayo nimeyaandika hapa. Yanasemaje? Yanasema hata hivyo huko Antiokia walianza kuwahubiri. Sasa huko Antiokia walipoanza kuwahubiri, walianza kuwahubiri Wagiriki, yani ni mataifa. Yesu alikuwa ameweka agizo, kwanza kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, pia wa Samaria, na watatu ni mataifa. Kwa hiyo unakwenda sasa kuona kwamba hao watendakazi wanafuata takwimu, wanafuata ule mlolongo ambao Kristo aliweza kuwapatia, na Kristo akaweza kuelekeza kile ambacho wanastahili kukifanya. Kwa hiyo watendakazi ni wale ambao wanahitaji kuhudumia kondoo, wanahitaji kuhudumia mavuno, ambapo mavuno ni watu wa Mungu, na haya mavuno wanapohitaji kuyahudumia ni lazima waweze kufuata utaratibu ambao wameweza kuwekewa na Kristo. Mungu akubariki. Tukutane katika episode nyingine ambapo tutakwenda kuzungumzia Yesu aagiza mavuno miongoni mwa Wasamaria. Mungu aweze kukubariki na Mungu aweze kuwa baraka. Tukutane tena. Mungu akubariki. Amen.